Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wataalamu wa sekta ya afya nchini Tanzania wamesema kuna ongezeko kubwa la watu wanaougua maradhi yanayotokana na shinikizo la damu hapa nchini, ambapo utafiti unaonyesha kwamba asilimia 26 wa Tanzania tayari wapo hospitalini wanapata matibabu kwa kuugua ugonjwa huo. Wakizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la maadhimisho ya siku ya afya duniani, wataalamu hao kutoka Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii wamesema katika utafiti huo pia wamegundua asilimia 92.6 wa Tanzania wanaugua shinikizo la damu, lakini hawaendi hospitali kupata matibabu. Kula milo mitatu mikuu ina maana kwamba ni kula angalau chakula kimoja kutoka katika makundi matano ya vyakula, na makundi hayo matano ya vyakula ni kundi la nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Kundi jingine ni vyakula vyenye asili ya wanyama na asili na jamii ya kunde, na kundi jingine ni matunda, mboga mboga na mafuta na sukari. Kwa hiyo angalau basi katika haya makundi niliyoyataja angalau uchague hapo chakula kimoja ili uweze kupata mlo kamili. Shinikizo kubwa la damu ni tatizo kwa sababu ya mitindo yetu ya maisha. Vile vitu ambavyo vinatakiwa iwe mnyiko, sisi ndio tunavifanya. Kwa mfano, unywaji wa pombe kupita kiasi, uvutaji wa sigara pamoja na tumbaku. Vijana sasa hivi wamekuwa wakikatazwa kuvuta sigara, wanavuta ugoro. Kama wewe ni utakuwa pamoja na mimi, vijana wengi sasa hivi wanavuta ugoro. Wanasahau kwamba ugoro pia ni tumbaku. Mimi naishauri jamii iweze kurudi kwenye mtindo bora wa kuishi ule tuliokuwa naishi zamani. Kwamba kama ni pombe basi tutumie kwa kiwango kidogo, matumizi ya chumvi tutumie kwa kiwango kidogo, sukari ziwe kwa kiwango kidogo, mafuta kwa kiwango kidogo, tuwe na mazoezi ya kufanya mazoezi ya mwili, na kubwa zaidi pia tujenge tabia ya kutembelea vituo vyetu vya afya na kupima afya zetu, na kujaribu kupima tena msukumo wa damu katika vituo vyetu vya afya. Tuendelee na kurasa. Wakazi wanaoishi pembezoni mwa barabara ya Senga huko Kijitonyama jijini Dar es Salaam nchini Tanzania wameiomba serikali kuiwekea matuta barabara hiyo ili kuepukana na ajali zinazoweza kujitokeza kutokana na mwendo wa kasi wa magari yanayopita katika barabara hiyo. Wakizungumza na Kurasa leo jijini Dar es Salaam, wakazi hao wamesema iwapo serikali haitaweka matuta barabara hiyo, kuna uwezekano mkubwa wa kutokea kwa ajali za mara kwa mara kutokana na magari yanayopita kwa mwendo kasi. Labda ni uzembe wa wahusika, lakini ilikuwa ni vema. Maana kinachosikitisha kwamba wanasubiri paka gongwe mtu ndo wakishaandamana watoto au watu basi ndo wanaweza kuweka matuta, lakini ilikuwa sio vema kusubiri paka yatokea hayo. Hii hali mimi kwa kifupi naona ni hatari kwa binadamu, kwa sababu hii barabara watu wengi sana wanatumia, na wanafunzi wanatoka huko Mikocheni wanakwenda huko Kijitonyama, na kuna wengine watu wa Kijitonyama kwenda huko. Sasa ilikuwa ni hatari kwa sababu wanafunzi kangai barabara ni ndogo, afu na pia watu wanapita magari hapo kwa kasi kubwa. Serikali naomba tuweke hata matuta au service road huko, angalau kule mtu akipita anajua kusamia barabara yangu hii tofauti na sasa hivi. Sasa hivi hamna service road kama unavyoona. Tumalizie kurasa kwa hili. Shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na utetezi wa haki za watu wenye ulemavu wa ngozi nchini Tanzania, Under the Same Sun, leo limekutana na baadhi ya wahariri wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam pamoja na mambo mengine kueleza changamoto zilizopo katika kuzilinda na kuzitetea haki za watu wenye ulemavu wa ngozi hapa nchini. Akizungumza na wahariri hao, meneja uendeshaji wa shirika hilo Bi Rachel Moyo amesema katika kutimiza miaka 4 tangu kuanzishwa kwa shirika hilo, pia ungependa kufahamu wahariri wa vyombo vya habari wanakutana na changamoto gani katika kuripoti habari zinazohusu watu wenye ulemavu wa ngozi. Tumeamua kuwaita editors kwa sababu wamekuwa wakikutana na changamoto mbalimbali katika kazi zao, ikiwemo wengi tumegundua kwamba wengi hawajui waandike kitu gani. Hajui aandike albino, aandike mlemavu wa ngozi, aandike zeruzeru au aandike kitu gani. Kwa hiyo tumejaribu kuwekana sawa ili basi jamii yetu iweze kupata ujumbe kamili au taarifa kamili juu ya nini kinachohusiana na watu wenye albinism. Na neno sahihi ni watu wenye albinism na sio albino wala sio walemavu wa ngozi. Kuendelea tunapokuwa tunaendelea kuadhimisha hii siku, tukianzia na miaka 5 itakayokuja mwakani, nadhani tutakuwa tumefika mbali sana na jamii yetu itakuwa imeelewa kwa undani zaidi juu ya watu wenye albinism, kwa sababu najua watu wakishaelewa tu dhidi ya nini albinism inasababishwa na nini, changamoto zake ni zipi, hakutakuwa na unyanyapaa wala hakutakuwa na mauaji dhidi ya watu wenye albinism. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kunani? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa,
Jina langu ni Kenneth Kidagolianga. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini hapa EATV.